Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Na kwa sasa dunia macho yote yapo katika ziara ambayo Rais wa Israel Isaac Herzog amewasili Sydney pale Australia. Katika ziara, lengo ni kuonyesha mshikamano kwa jamii ya Wayahudi ya Australia. Hii ni mara baada ya shambulio la risasi la Disemba mwaka jana lililoua watu takriban 15. Sasa Herzog ameitembelea Australia wiki hii. Hii ni kufuatia mwaliko maalum wa Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese baada ya shambulio la risasi la Disemba 14 katika eneo la ufuo wa Bondi. Shambulio hili baya halikuwahi kushuhudiwa katika siku za hivi karibuni kabisa. Mapema hii leo Herzog ameanza ziara hiyo katika ufuo wa bonde hilo na ameweka shada la maua kwenye eneo la kumbukumbu la waathiriwa wa shambulio hilo lililojitokeza. Kiongozi huyu amekutana pia na manusura wa familia za watu wale takriban 15 waliouawa katika shambulio hilo wakati wa sherehe za Hanukkah za Kiyahudi katika eneo hilo la ufuo wa Bondi. Sasa Herzog amesema shambulio hilo lilikuwa kwa Wa-Australia wote. Washambuliaji walishambulia maadili ya demokrasia, thamani ya maisha ya binadamu, uhuru wa dini, uvumilivu, utu na hata heshima. Lakini hata hivyo ziara hiyo inakabiliwa na kizingiti na imeibua upinzani kutoka kwa vikundi vinavyounga mkono wa Palestina, huku maandamano yakipangwa katika miji mikubwa. Waandamanaji wanataka kukamatwa na kuchunguzwa kwa kiongozi huyo ambaye tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa ilisema alichochea mauaji ya halaiki huko Gaza. Kundi linalounga mkono wa Palestina lilitoa taarifa hiyo. Mamlaka ya mji wa Sydney imetangaza kwamba ziara hiyo ya Herzog kwamba ni tukio kubwa na hivyo kumwaga maelfu ya polisi katika mitaa mbalimbali ili kudhibiti umma wa watu waliojitokeza kuipinga ziara hiyo. Ndani ya Israeli kwenyewe, baraza la mawaziri wa usalama hapo jana liliidhinisha hatua ambazo hizi zililenga kuimarisha udhibiti wa Israeli katika eneo la Kipalestina ambalo linakaliwa kimabavu katika ukingo wa Magharibi. Ofisi ya waziri wa fedha wa mrengo wa kulia, huyu ni Bezalel, katika taarifa iliyotangaza maamuzi hayo ambayo yanalenga kuwarahisishia walowezi wa Kiyahudi kuwalazimisha Palestina kuiachilia ardhi yao, na hata kuongeza kwamba hatua hii itaenda kulizika kabisa wazo la kuwepo kwa taifa la Palestina. Sasa haikuishia hapo hii. Kwa upande wake, rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika taarifa yake ameitaja kwamba hatua hii ni hatari na jaribio la wazi kabisa la Israel la kuhalalisha upanuzi wa makazi ya walowezi na hata unyang'anyi wa ardhi. Kiongozi huyo ametoa kwa Marekani na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuingilia kati mara moja suala hilo. Tukitazama uhusiano kati ya Israel na Australia baada ya vita vikuu vya pili vya dunia ilikuwa ikijaribu kupanga upya. Katika kipindi hicho, suala la Palestina lilifika mbele ya Umoja wa Mataifa. Australia ikiwa ni nchi changa zaidi lakini yenye sauti katika jukwaa la kimataifa ilichukua nafasi muhimu. Mwaka 1947 Australia iliunga mkono mpango wa kugawa Palestina. Hatua hii ilifungua njia ya kuzaliwa kwa taifa la Israel. Mwaka 1948 Israel ilitangaza uhuru wake, na muda mfupi tu baadaye, mwaka 1949, Australia ikaamua kuitambua rasmi kama taifa huru. Tangu hapo uhusiano kati ya nchi hizi mbili ukaanza kukua pole kabisa na thabiti. Ubalozi ukaanzishwa, mawasiliano ya kidiplomasia yakaimarishwa na hata mlango wa ushirikiano ukafunguliwa zaidi. Miaka ilivyopita, Israel na Australia zikajikuta zikishirikiana katika nyanja tofauti, kibiashara, elimu, sayansi na hata swala zima la teknolojia. Wanafunzi wakaanza kubadilishana maarifa, watafiti wakashirikiana na hata wafanyabiashara wakavuka bahari wakitafuta fursa mbalimbali. Wakati huo jamii ya Wayahudi nchini Australia ikawa daraja muhimu la kitamaduni na hata kijamii kati ya mataifa haya mawili. Hivyo sasa safari haikukosa changamoto. Mabadiliko ya serikali nchini Australia yalileta mitazamo tofauti kabisa kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati, hasa swala la Israel
na Palestina. Hapa kulikuwa na nyakati za mjadala mkali wa tahadhari ya kidiplomasia, lakini licha ya tofauti hizo, uhusiano kati ya Israel na Australia uliendelea kusimama, ukiwa umejengwa juu ya historia ya ushirikiano, maamuzi ya zamani na hata maslahi ya pamoja.